Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za asiri kubwa, naomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe, uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem za ndani kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia zaidi, usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu. Rais wa taifa letu hapa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amepata pressure baada ya kuagizwa kufukua wafu ili kuridhiana nao. Sasa kamenuka katika taifa letu la Tanzania, haswa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan ambaye sasa hivi yuko matatani kufuatia ujumbe ambao umeweza kurushwa kwa ikulu yake. Naomba tukaweze kutegea sauti hii ambayo ni ya Boniface Mwambukusi ambaye ni rais wa TLS, ukipenda chama cha wanasheria nchini Tanzania, vile anazungumza kuhusu maridhiano. Tusikize Boniface Mwambukusi. Mtu yuko kwenye state of denial, anasema hakuna kilichofanyika. Anastahili kuzungumza ni yule aliyoko kaburini. Si mtu alikuwa huko anashiriki uchaguzi, amezindiwa huko, anakuja anasema nataka kuzungumza juu ya kaburi la nani. Baada ya hiyo accountability, ndipo tunapoenda kukaa mezani kuzungumza. Huyo ambaye amekiri hayo sio mwingine ila tu ni Boniface Mwambukusi. Anasema ya kwamba anayestahili kuzungumza ni yule yuko kaburini, haswa kuafikia mambo ya maridhiano, na anayetaka mazungumzo anataka mazungumzo kuhusu nani? Kumaanisha ni kuhusu waliouawa. Waliouawa ndio wanastahili kufanyiwa mazungumzo kabla ya maridhiano, kwa sababu anasema ya kwamba maridhiano ni madharau kubwa kwa walioangamia nchini Tanzania. Miili ya mamia haijapatikana kufikia sasa. Hakuna uwajibikaji, hakuna haki ambayo imetendeka. Kumaanisha vile serikali ya Samia Suluhu Hassan imekuwa ikiagiza mambo ya maridhiano kufanyika katika taifa letu la Tanzania, na kuna taarifa za ndani ambazo tumekuwa tukipokezwa kwamba Samia Suluhu Hassan amependekeza Tundu Lissu akubali awe na mazungumzo na yeye. Tumepata taarifa zingine za ndani kwamba Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akitumia watu wake kufikia familia ya Tundu Lissu iende kumuongelesha akubali mazungumzo ili kuleta maridhiano katika taifa letu la Tanzania baada ya maandamano na watu kuuawa kiholela. Lakini sasa Mwambukusi anasema ya kwamba anayetaka maridhiano na sio mwingine ni Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anataka maridhiano na serikali yake. Tumeona hata kiongozi ambaye ni mwana CCM akisema ya kwamba tunataka maridhiano, mdahalo kufanyika kati ya mrengo upinzani na serikali. Tumeona hayo yakipendekezwa na serikali. Lakini Boniface Mwambukusi anasema anayestahili kuzungumza ni yule yuko kaburini. Kumaanisha yule anataka maridhiano ni Rais Samia Suluhu Hassan. Kama anataka maridhiano, aenda afukue miili ili waweze kuridhiana nayo, kwa sababu hiyo ndio iliweza kufanyiwa maajabu. Hadi sasa wako kaburini, ndio wanastahili kufanyiwa maridhiano. Ni ujumbe ambao ni mzito, ni ujumbe ambao umetetemesha taifa letu la Tanzania, ni ujumbe ambalo umeweza kuleta taharuki na pressure kwa Samia Suluhu Hassan baada ya kupokezwa ujumbe huu kwamba ikiwa anataka maridhiano anastahili kuzungumza na wale ambao wako kaburini. Na hii ni ishara tosha kwamba maridhiano hayawezi kufanyika katika taifa la Tanzania pasipofanywa ama pasipopatikana na haki, uwajibikaji, uwazi katika familia zile ambazo zilipoteza wenzao. Kufikia sasa serikali ya Samia Suluhu Hassan imenyamaza, haijazungumza chochote kuhusiana na maafa yaliyoshuhudiwa Tanzania. Haijazungumzia idadi kamili ya watu ambao waliweza kuangamia katika taifa la Tanzania.
Haijazungumzia wale ambao walipata majeraha na hali yao vile ilivyo, ila tu tunafahamishwa ya kwamba kuna madai, ripoti ambazo tuliweza kupokezwa za siri kubwa kwamba baadhi ya Watanzania waliweza kuuawa, mamia waliweza kuuawa, maelfu waliweza kuuawa hapa Tanzania, lakini wengi wao familia hazikuwazika na kuonyesha heshima ya mwisho, ila tu walienda wakazikwa katika makaburi ya halaiki ya pamoja katika sehemu mbalimbali. Tulifanya uchanganuzi na kukueleza hayo wakati tulitumia picha za satellite ambazo mara mingi huwa zinatumika na vyombo vya habari vya kimataifa, haswa CNN, BBC, Al Jazeera. Vile tuliona msituni, mahali palipo karibu na mahospitali, shughuli zikiendelea ambazo hazijulikani ni zipi ambazo zilikuwa zinaendelea, na ripoti hizi ziliweza kuonyeshwa katika kituo cha CNN. Sasa Tanzania, maridhiano, kabla ya kuridhiana kulingana na Mwabukusi, lazima familia zile ambazo zilipoteza wenzao, miili itafutwe, ikabidhiwe familia zile, iende ikaizike na kuonyesha heshima ya mwisho. Hiyo ndio njia ya kuleta maridhiano. Pili, kutoa fidia ama kuwalipa fidia familia zile ambazo wenzao waliweza kujeruhiwa, wenzao waliweza kuuawa, fidia itolewe. Tatu, haki iweze kutendeka. Hapo sasa tutasema ya kwamba uwajibikaji umeweza kuonekana kwa familia zile ambazo ziliweza kupitia mengi. Tena lazima viongozi wale ambao wanashikiliwa sasa hivi kwa kosa la uhaini ambalo halina msingi na ni kwa sababu ya siasa, akiwemo Tundu Lissu ambaye ni wa chama cha ama ni mwenyekiti wa kitaifa katika chama cha Maendeleo na Demokrasia hapa Tanzania. Tundu Lissu ambaye yuko kule gerezani Ukonga kwa muda sasa karibu mwaka mmoja, tangu mwaka jana mwezi wa pili, naye aweze kuachiliwa pasipokuwa na masharti yoyote vile. Bunge la Ulaya limeweza kutoa amri kwa mara mingi, lakini Samia Suluhu Hassan ameshupaza shingo. Kufikia sasa hajatii wito na amri ambazo zinatolewa na bunge la Ulaya ili kumwachilia Tundu Lissu. Sasa hivi hali si hali, hasa katika uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Tumeona vile anaendesha shughuli zake, lakini haya yote yaliweza kusababishwa baada ya maandamano kutanda hapa Tanzania wakati alizuia Tundu Lissu, mpina wa ACT Wazalendo, kuwania kiti cha urais, jambo ambalo Watanzania wengi hawakuridhika nalo. Wakaanza kuandamana, wakasema kazi ile ambayo tulikuwa nayo ni kupigia Tundu Lissu kura ama mpina wa ACT, lakini kwa sababu hawapo tunaingia barabarani kuandamana. Walipoingia barabarani, jeshi la polisi, vyombo vya dola vikaua vijana, vikaua Watanzania wengi katika taifa la Tanzania, jambo ambalo liliweza kuthibitishwa na rais mwenyewe Samia Suluhu Hassan kwamba hakukuwa na nguvu kidogo. Nguvu walizotumia ni nyingi kwa sababu watu walikuwa wanataka kuipindua serikali yake. Naomba kutamatishia hapo, na ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati. Asanteni na kwaheri.